Chama cha mawakili wa serikali Tanzania TPBA kimetoa tamko rasmi kuhusu matukio yaliyojitokeza wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 hadi Novemba 4 mwaka huu 2025, kikisisitiza umuhimu wa kuheshimu utawala wa sheria, wajibu wa raia na mipaka ya matumizi ya haki za binadamu nchini. Kupitia tamko lililotolewa leo Novemba 12 mwaka huu wa 2025, TPBA imesema kimechunguza kwa kina taarifa na tuhuma mbalimbali zilizotolewa na taasisi na mashirika ya haki za binadamu, kikieleza kuwa haki na uhuru wa mtu binafsi lazima vitumike bila kuathiri usalama wa taifa au kuvunja haki za wengine. TPBA imefafanua kuwa maandamano yaliyofanyika Oktoba 29 mwaka huu hayakuwa halali kwa mujibu wa sheria, kwa kuwa yalikiuka zuio lililotolewa na jeshi la polisi kwa sababu za kiusalama, na kwamba ushahidi unaonesha baadhi ya maandamano hayo yaligeuka vurugu, yakiambatana na uvunjifu na uharibifu wa mali, mashambulizi kwa askari na uchomaji wa vituo vya kupigia kura. Kuhusu tuhuma za matumizi ya nguvu kupita kiasi na vifo vilivyotokea, TPBA imesisitiza kuwa matumizi ya silaha au risasi ni hatua ya mwisho, yani last resort, inayoruhusiwa kisheria pale tu mbinu nyingine zote zinaposhindikana. TPBA pia imezungumzia changamoto za upatikanaji wa huduma za intaneti wakati wa uchaguzi, ikieleza kuwa hatua ya kusitisha au kudhibiti mawasiliano kwa muda inaruhusiwa kisheria pale inapolenga kulinda usalama wa taifa au kuzuia uvunjifu wa amani. Aidha, chama hicho kimeonya vyama vya siasa na taasisi zinazohusishwa na vurugu kuwa kwa mujibu wa ibara ya 20 ibara ndogo ya pili ya katiba na sheria ya vyama vya siasa, chama chochote kinachoshiriki au kushinikiza uvunjifu wa amani kinaweza kufutiwa usajili na viongozi wake kuwajibishwa kisheria. Sasa kupitia tamko hili la TPBA kumekuwa na maoni mseto pamoja na maswali kutoka kwa wadau. Huyu anauliza, kwani ili yawe halali inabidi iweje? Mwingine anauliza, sawa, maandamano si halali, kwa hiyo adhabu ya kuwaua kwa risasi ndio halali, kwa maana ya kwamba kuandamana hukumu yake ni kifo? Nikukumbusha tu ni VOT Media, endelea kutufuatilia, endelea kusubscribe, kulike na kucomment. Jina langu ni Isa Omar Isa.